John Heche acharuka na kumvuruga vibaya jaji mkuu George Masaju usiku wa manane. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. John Heche, mmoja wa sauti zinazotambulika katika siasa za upinzani Tanzania, amefungua kurasa mpya wa mvutano wa kimtazamo dhidi ya uongozi wa mahakama, akimshtumu jaji mkuu George Masaju kwa kulinda taswira ya taasisi iliyojaa mapengo badala ya kusimama ama kusimamia haki kwa vitendo. Kwa mtazamo wa Heche, mahakama inayojiita huru haiwezi kutumiwa kama sababu ya kuzuia chama cha siasa kufanya shughuli zake nchini kote kwa kisingizio cha madai ya mali ya mtu binafsi. Katika hoja yake, anasisitiza kwa mfumo wowote wa haki unaojenga ulinzi wa kifalsafa dhidi ya ukosoaji wa umma bila kuchunguza dhana nzito ya kisheria zinazokandamiza uhuru wa kisiasa, unajenga ukimya badala ya amani, unalinda mamlaka badala ya demokrasia, na unahalalisha matumizi ya mfumo wa sheria kwa maslahi finyu. Na katika mazingira ambayo chama cha siasa kinawekewa vizuizi vya kimfumo kutokana na mgogoro unaotokana na maslahi ya mtu mmoja, hoja yake inatengeneza taswira ya mahakama inayotumia nguvu kwa kujiongezea mamlaka badala ya kuwa tiba kwa migogoro ya kijamii. Na kwenye ujumbe wake, John Heche aliandika kwenye mtandao wa kijamii usiku wa manane, alisema kuwa Bwana Jaji Mkuu Masaju, mahakama ikiwa huru itajisemea kwa matendo yake na hukumu zake. Mahakama huru inazuia chama cha siasa kufanya kazi zake nchi nzima kwa sababu mtu anadai mali. Naona unahangaika kusitiza amani. Wewe unapaswa kusitiza haki kwa sababu muhimili wa mahakama ni kwa ajili ya haki. Acha siasa za amani tena, haki amani itakuwepo yenyewe. Ujumbe wake John Heche kwenye mtandao wa kijamii usiku wa manane. Kwa Heche, kipaumbele cha taifa si kusitiza amani kwa maneno, bali kutafuta haki kwa vitendo. Amani inayozungumziwa bila mizani ya haki ni propaganda ya utulivu, na haki kitimiza wajibu wake, basi amani hutokea yenyewe bila kushinikizwa. Kauli inatengeneza msingi wa mvutano mkubwa unaohusu maana ya uhuru wa mahakama kati ya nchi inayoendelea kupitia mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Ni katika upeo wa sajili hiyo ndipo hotuba ya jaji mkuu wa Tanzania George Masaju iliposikika katika sherehe za mawakili wapya mjini Dodoma, ikiweka taswira ya mahakama inayotaka kujinasua kwenye mashinikizo ya kile kinachoonekana kama propaganda za ushindi na malalamiko ya kisiasa. Kwa mtazamo wa uongozi wa mahakama, imekuwepo tabia ya wadau kupima uhuru wa mahakama kwa msingi wa matokeo tu, kuisifia wakati wanataka wanachotaka na kuibeza wanapopoteza. Hoja hiyo imejengwa juu ya dhana kuwa mfumo wa haki hausimami kutengeneza washindi, bali kusimamia utaratibu, mchakato na mizani ya kisheria, na hivyo kujaribu kuibandika picha upendeleo kutokana na matokeo ni jaribio la kuichafua, kuibeza na kuitisha taasisi inayostahili kuheshimiwa. Hata hivyo, kwa macho ya wakosoaji, kauli kama hiyo inashindwa kutafakari vyanzo vya malalamiko ya wananchi, hasa pale maamuzi ya mahakama yana athari za moja kwa moja katika kuzuia shughuli za kisiasa na kupanga mustakabali wa uwakilishi wa umma. Hotuba ya Masaju imeweka mkazo mkubwa kwenye umuhimu wa weledi, maandalizi na uwezo wa kitaaluma miongoni mwa mawakili. Taifa limekuwa likiumizwa na udhaifu katika uendeshaji wa kesi, uandishi wa hoja na usimamizi wa haki, jambo linalosababisha kudorora kwa heshima ya taaluma na kuongezeka kwa hasara za kijamii, kiuchumi na kisheria. Lakini katika taswira hiyo pia kuna kanuni ya uzalendo, ambao ni mawakili wasigeuze taaluma kwa uwanja wa chokochoko, uchochezi na ubinafsi. Na kwa mtazamo wa Masaju, taaluma ya sheria inaweza kustawi tu pale ambapo amani ipo. Pasipo utulivu wa taifa, hakuna mazingira ya kufanikisha kazi za kisheria. Hoja hii inaitazama amani kama sharti la kazi za kisheria, na taaluma yenyewe inapaswa kulinda amani kwa matendo. Na katika mtazamo wake, matatizo mengi ya siku hizi yanatokana na kizazi kipya cha wanasheria wanaoathiriwa na maarifa na taarifa zisizo sahihi, ushawishi wa mitandao na kasi ya mijadala ya papo kwa hapo.
Hata hivyo, katika mijadala ya kisiasa kuhusu ujenzi wa utawala wa sheria, hoja ya amani mbele ya haki imekuwa na maswali makubwa. Je, amani inayopatikana kwa kudhibiti uhuru wa kisiasa ni amani au ni kimya chenye hofu? Na je, mfumo wa haki unaweza kuwa na uhuru wa ukweli kama unaweka vikwazo vya kisiasa kwa mujibu wa madai binafsi? Kwa wakosoaji kama Heche, kipaumbele cha mahakama si amani bali haki, na haki inapokuwa na mizizi imara inajenga amani ya kudumu bila shinikizo. Kauli hii inatoa tafsiri tofauti kabisa na ile inayotolewa na jaji mkuu, ikionyesha mapambano kati ya mitazamo miwili ambao ni muhimili wa dola unaotaka uhifadhi na utulivu, na wapigania mageuzi wanaotaka uhuru wa kisiasa na uwazi wa taasisi. Mjadala huu hauko ndani tu ya mipaka ya taifa, kwani Tanzania imeanza kuvutia macho ya mashirika ya kimataifa yanayofuatilia mwenendo wa haki, demokrasia na uhuru wa kisiasa. Commonwealth, katika ujumbe wake wa karibuni ulielekezwa kwa serikali, imeonya kuhusu ongezeko la wasiwasi juu ya taswira ya mahakama nchini, hasa pale uamuzi wake unavyoonekana kuwa na athari za kisiasa badala ya kisheria. Na kwa mujibu wa ujumbe huo, Tanzania inakabiliwa na changamoto ya mfumo, hasa mifumo ya haki kuonekana kutumiwa kama chombo cha kudhibiti uhuru wa kisiasa na si kama njia ya kusimamia migogoro kwa usawa. Onyo hilo limeangazia uwezekano wa kuzorota kwa imani ya wananchi, kuongezeka kwa migawanyiko na kudhoofika kwa misingi ya utawala wa sheria. Na katika hali hii, ujumbe wa Masaju unaonekana kama jitihada ya kujikinga dhidi ya dhoruba ya kimtazamo inayoendelea kujengeka. Lakini ukosoaji wa Heche unawaweka viongozi wa mahakama katika kiwango kipya cha uwajibikaji, na taifa linakabiliwa na swali gumu: je, tunalinda amani kwa gharama ya haki au tunajenga haki ili kuimarisha amani ya kweli? Kwa sasa Tanzania inasafiri kwenye mkondo wa mijadala inayogusa misingi ya demokrasia, mustakabali wa taasisi na nafasi ya raia katika mchakato wa maamuzi. Mahakama inaweza kujitetea kwa kauli, lakini imani ya wananchi haijengwi kwa misimamo ya jukwani, itajengwa kwa matendo yanayoonyesha usawa, uwazi na ulinzi wa haki za wote. Kwa hivyo, katika taifa linaloelekea kwenye mabadiliko ya kizazi, kauli za zamani zinaweza kusikika vyema, lakini mahitaji ya haki yanazidi kuwa makali. Mfumo unaojenga ulinzi dhidi ya ukosoaji badala ya kutafuta suluhisho unaweza kuahirisha mgogoro, lakini hauwezi kumaliza. Huu ndio ujumbe ama taarifa tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.